Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado kuna Adam Hussein na tunaelekea huko katika bara la Ulaya, kwa maana tunaizungumzia Umoja wa Ulaya EU ambao wakati huu unakutana na changamoto katika mpango wao wa kupata silaha ama kuwekeza zaidi katika silaha, katika kile walichosema kwamba ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya taifa hasimu la Urusi. Mpango huo wa kuifanya Ulaya kuwa na silaha nzito tena unakumbana na upinzani juu ya wasiwasi wa madeni. Mataifa mengi ya Ulaya yanakumbwa na madeni na kwa hivyo mpango huu unaonekana kushindikana. Nchi za kusini mwa Ulaya zimepinga pendekezo la kuongeza matumizi ya kijeshi kupitia mikopo, kulingana na ripoti, ambapo mpango wa Umoja wa Ulaya wa REARM umekuwa unashindikana, kwa maana ya kuongeza silaha tena unashindikana, na ni kutokana na changamoto ya wasiwasi wa madeni hayo. Mataifa ya kusini mwa Ulaya yamekuwa yakirudi nyuma dhidi ya mpango wa EU wa kuongeza matumizi ya kijeshi kupitia mikopo, huku kukiwa na wasiwasi kwamba inaweza kuongeza mzigo wa madeni. Gazeti la Politico limeripoti siku ya Jumatano. Mpango unaoitwa REARM Europe Plan uliozinduliwa mwezi huu na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen umetoa wito wa hadi euro bilioni 800 ambazo ni sawa na dola bilioni 850. Pendekezo hilo limejumuisha kifurushi cha mkopo cha euro bilioni 150 na kifungu cha dharura cha kulegeza sheria za kifedha za EU. Hata hivyo, kulingana na wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya ambao hawakutajwa majina yao katika ripoti hiyo, baadhi ya nchi zina mashaka makubwa kuhusu kuchukua deni la ziada. Ufaransa, Italia na Uhispania zimeripotiwa kutetea ruzuku hiyo, na moja kati ya mambo ambayo yanafahamika hadi wakati huu ni juu ya dhamana za ulinzi badala ya mikopo. Dhamana kama hizo zingehitaji kukopa kwa pamoja kwa EU kwenye masoko ya mitaji, hatua inayohitaji idhini ya pamoja kutoka kwa mataifa yote 27 wanachama. Von der Leyen hadi sasa amepuka kuunga mkono wazo hilo kutoka kwa baadhi ya nchi wawakilishi kama vile Ujerumani na Uholanzi, ambao wanahofia inaweza kuweka mfano wa deni la pamoja la Umoja wa Ulaya. Hakuna Eurobond, waziri mkuu wa Uholanzi Dick Schoof alisema baada ya mkutano wa hivi karibuni wa viongozi wa EU. Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni alikosoa utegemezi wa mpango huo kwenye deni la taifa, akiita tarehe ya mwisho iliyopendekezwa ya Aprili karibu sana, na kusema tunapaswa kuwa na wakati zaidi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Italia na Uhispania pia zimehimiza ufafanuzi mpana zaidi wa matumizi ya kijeshi ambayo hayahusiani na mipaka ya fedha na EU. Madrid imependekeza kujumuisha udhibiti wa mpaka, usalama wa mtandao na ustahimilivu wa miundombinu. Ufaransa haina mpango wa kuanzisha kifungu cha dharura, wanadiplomasia wawili wa Umoja wa Ulaya walisema, wakieleza wasiwasi juu ya athari za soko na uwiano wake wa deni kwa pato la taifa zaidi ya 110%, ambapo Ujerumani inatarajiwa kutumia kifungu hicho kusaidia kufadhili upanuzi wa kijeshi wa euro bilioni 500, lakini hakuna uwezekano wa kuchukua mikopo ya Umoja wa Ulaya, kwani inaweza kuongeza pesa kwa bei rahisi peke yake. Hata hivyo, uchumi dhaifu umeibua wasiwasi kwa nchi hizo za Umoja wa Ulaya, na kwamba kuomba mikopo ya Umoja wa Ulaya kwanza kunaweza kuashiria hatari ya kifedha na kuongeza gharama za kukopa. Brussels inasisitiza mpango wa REARM unalenga kukabiliana na tishio kutoka kwa Urusi, wazo ambalo Moscow imelipuuza kuwa halina msingi. Pia inakuja huku kukiwa na shinikizo la kuongezeka kutoka Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amejitenga na kuunga mkono Ukraine, huku akiutaka Umoja wa Ulaya kuwajibika zaidi kwa utetezi wake. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.